Jina la Bwana libarikiwe. Ujumbe wa leo unasema mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Mathayo 7:21 sambamba na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 16. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Anasema bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Na huko anasema bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na Mungu alibariki neno lake, tunaweza kukaa. Mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote. Mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote bila kujali hali au nafasi zao, hali nzuri au mbaya, nafasi ya juu au ya chini, kubwa au ndogo. Tunaona mapenzi ya Mungu ni kuyafanya au kuyatenda mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa katika neno la Mungu. Tunajuaje mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa katika neno la Mungu. Au tunaposema neno la Mungu, tunazungumzia Biblia yenye vitabu 66. Na ndicho kitabu pekee chenye sifa ya kuitwa neno la Mungu, kwa sababu kimehakikishwa na mababa wa imani na kikawa kimethibitishwa na kinafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaadibisha katika haki. Lakini mapenzi ya Mungu pia tunayapata kupitia Roho Mtakatifu anayeshuhudia juu ya habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwenye ile Yohana 16 mstari ule wa 7 mpaka wa 11. Yohana 16:7 mpaka 11 tunasoma hivi: lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaelewa mapenzi ya Mungu kupitia neno la Mungu, lakini pia kupitia Roho Mtakatifu. Na kupitia Roho Mtakatifu, Yesu alisema huyo Roho Mtakatifu atakapokuja hata nena kwa shauri lake mwenyewe na atanishuhudia mimi. Yaani Roho Mtakatifu hawezi kutofautiana na neno la Mungu. Ndio maana hata kama mtu anasema kwamba Roho Mtakatifu amemwambia jambo fulani au amemfunulia jambo fulani, hilo jambo ni lazima liendane na neno la Mungu. Ni lazima lipimwe na neno la Mungu. Japo kuna watu wengine ambao, lakini huo ni ukengeufu. Kuna watu wengine ambao wanasema kwamba kwa sababu
sio kila kitu kimeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo kuna nafasi ya Roho Mtakatifu kumfunulia mtu jambo jingine ambalo alikuandikwa kwenye Biblia, lakini hiyo sio sawa, kwa sababu Biblia imehakikishwa, na ndio maana huko mwishoni kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana anasema, namshuhudia kila mtu ayasomaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ikiwa mtu ataongeza neno lolote, ataongezewa mapigo yote yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki. Lakini ikiwa mtu atapunguza neno lolote, atapunguziwa yale mema ambayo yote ambayo yameandikwa kwa ajili yake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote yamefunuliwa kupitia neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni neno linaloelezea upendo wa Mungu kwa wanadamu na viumbe vyake vyote. Haleluya. Upendo wa Mungu ni neno linaloelezea, mapenzi ya Mungu ni neno linaloelezea upendo wa Mungu kwa wanadamu na viumbe vyake vyote. Jinsi Mungu anavyowajali, kuwapenda na kuwatakia mema. Unapoangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3, tunaona kwenye uumbaji wa Mungu, Mungu alianza na kuumba nuru, akaona ni kitu chema. Lakini kwenye mstari wa 26 mpaka 28 tunaona akamuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake, lakini pia akampa kutawala kila kitu. Na kwenye Yeremia 29:11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, nikiwatakia tumaini na kufanikiwa katika siku zenu za mwisho. Kwa hiyo hapo tunaona hayo ndio mapenzi ya Mungu, na tunaona aliumba viumbe vyote vingine kuonyesha kuwajali na kuwapenda na kuwatakia mema wanadamu. Na hapo tunaona nafasi ya Mungu katika mapenzi yake. Yaani ni mapenzi ya Mungu kuonyesha upendo usio na masharti kwa wanadamu. Tunaona hata baada ya uasi wa Edeni, baada ya Adam na Hawa kuasi, lakini bado Mungu aliendelea kuwapenda Adam na Hawa, akawatafuta. Kwa hiyo aliwaonyesha upendo wao. Ndio maana sehemu nyingine anasema ya kwamba alitupenda tukiwa wenye dhambi. Kwa hiyo tunaona Mungu akaonyesha mapenzi yake kwa wanadamu bila masharti yoyote. Na tunaona kwenye ule mstari wa 21 kwenye kitabu hicho cha Mwanzo 3, upendo wake ukaonekana hata kuwatengenezea mavazi ya ngozi. Lakini tunaona upendo wake akitoa ahadi ya uzao wa mwanamke kuponda kichwa uzao wa nyoka, uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu Kristo. Na ndio maana kwenye Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na huo upendo, ukitaka kujua upendo wa Mungu na sifa zake, unaupata kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13. Ukisoma sura yote hiyo
unaona upendo wa Mungu, na huo upendo ndio mapenzi yake kwa wanadamu. Na kwenye ule mstari wa mwisho anasema, ule mstari wa mwisho ambao ni mstari wa 13, anasema basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Haleluya! Kwa hiyo hapo tunaona mapenzi ya Mungu yanafunuliwa kwetu kwa sababu Mungu ni pendo. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Nilipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa Shetani. Akaja Yesu kunikomboa, yeye kanipa kuwa huru. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya! Mungu ni pendo, anipenda. Mapenzi ya Mungu, Mungu ni pendo, anatupenda japo tulianguka katika dhambi, lakini yeye aliendelea kutupenda. Lakini pia mapenzi ya Mungu yanaonekana si tu katika upendo, bali yanaonekana katika huruma na msamaha, kusamehe makosa ya wanadamu na kutoa nafasi ya kutengeneza au kubadilika. Mapenzi ya Mungu tunayaona ya kwamba kila wakati tunaona watu wanapokosea, Mungu anawapatia nafasi ya kutengeneza, na anafanya hivyo kwa huruma na msamaha. Anaendelea kuwasamehe watu. Ukisoma kwenye Marko 2 unapata habari za yule ndugu aliyepoza, aliyeletwa kwenye kitanda, na wale ndugu walipoona hawezi kumfikia Yesu, wakatoboa dari, wakashusha kile kitanda mahali ambapo Yesu alikuwa, na tunaona Yesu alimhurumia, akamsamehe dhambi zake na akamponya. Lakini pia tunapomwangalia Zakayo, yule mtoza ushuru, kwenye Luka 19 mstari wa kwanza mpaka wa 10, tunaona pia Yesu alipokuwa anapita katika njia ile ya Yeriko, akamwona mtu mwenye kiu ya kutafuta kuhurumiwa na kusamehewa, amepanda juu ya mkuyu, akasimamisha msafara na akasema, imenipasa kushinda nyumbani mwake, na akafanya hivyo. Na tunaona Zakayo yule mtoza ushuru akawa amehurumiwa. Lakini tunapoangalia pia katika mji wa Ninawi ambako Yona alitumwa akahubiri siku 3 akitembea katika mji wa Ninawi, tunaona ya kwamba pia Mungu aliwahurumia na kuwapatia msamaha, tofauti na vile alivyokuwa amekusudia kuwaangamiza. Na alifanya hivyo baada ya kuona toba yao ilikuwa ya kweli. Maandiko yanasema mfalme aliposikia mahubiri ya Yona, hata zile nguo zake za kifalme akaziweka pembeni, akavaa magunia, akawaagiza na watu wake wavae magunia,
lakini pia hata wanyama akasema wasile chakula, wafunge. Watu wote wakafunga na kuomba, na Mungu akagairi, Mungu akawasamehe. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yakaonekana kwa njia hiyo, na mapenzi ya Mungu si mapenzi ya mwanadamu. Tunaona kile kilichotokea Yona, ambaye ndio alitumika kuifanya Ninawi ibadilike. Alipopata habari, Mungu alipomwambia kwamba nimegairi, sitaiangamiza tena Ninawi, bado akawa analalamika, sema we Mungu ulisema utaangamiza, sasa kwa nini hujaangamiza? Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba Mungu ni mwenye huruma na yuko tayari kusamehe pale watu wanapojinyenyekeza, watu wanapotubu. Kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuziacha njia zao mbaya. Yaani toba ya kweli ni kuziacha njia zao mbaya, sio tu kusema kwa mdomo alafu unarudi unatoka hapo unaendelea na hizo njia mbaya. Anasema na kutafuta uso wangu kama walivyofanya watu wa Ninawi. Anasema nitasikia kutoka mbinguni na kuiponya nchi yao. Yona alipohubiri katika mji wa Ninawi, tunaona mfalme alipotangaza yale maombi, Mungu akaona, akayasikia na akaleta uponyaji kwa Ninawi. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa sababu mapenzi ya Mungu, yeye ni mwenye huruma na msamaha. Lakini pia mapenzi ya Mungu, yeye anajali au kutunza, kulinda na kuongoza au kuwaongoza wanadamu, na anafanya hivyo pia kuwapatia mahitaji ya kila siku, kama ambavyo tumeona ukisoma kuanzia Mwanzo ile sura ya kwanza mstari ule wa 3 mpaka 31, unaona mahitaji ambayo yaliumbwa kabla ya kuumbwa mwanadamu. Lakini ukisoma kwenye Zaburi ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa 6, unaona Mfalme Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Anaelezea jinsi mahitaji yake yote anavyoweza kuyapata kutoka kwa Mungu, jinsi Mungu anavyomjali, jinsi Mungu anavyomlinda, jinsi Mungu anavyomuongoza. Na hapo tumeona mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Lakini pia kuna mapenzi ambayo Mungu anawataka wanadamu wayafanye. Sawa? Yaani Mungu, tunaona baada ya ule uumbaji, alipokamilisha na kumuumba Adam na Hawa, alikamilisha sehemu ya mapenzi yake. Sawa? Lakini kulikuwa na upande wa Adam na Hawa. Ndio maana tunaona kwenye ile Mwanzo 2:15 mpaka 17 anasema Bwana akawaweka Adam na Hawa katika bustani ya nini? Ya Edeni, akawaagiza. Yale maagizo ambayo aliwaagiza ndio yalikuwa mapenzi ya Mungu ambayo Adam na Hawa walitakiwa wayafanye. Sawa? Kwa hiyo tunaona wito wa Mungu kwa wanadamu unaowahimiza kutenda mema, kuishi sawasawa na neno la Mungu. Ndio maana ile Mwanzo 2:16-17 tunaona Mungu anawapatia neno la Mungu. Kwenye ile Mathayo 4:4 pia anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litakalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa wito wa Mungu, wito wa Mungu kwa wanadamu, ili waweze kusimama katika mapenzi yake. Na ndio maana anasema si kila mtu aniitaye Bwana Bwana, isipokuwa ni yule anayefanya mapenzi ya Mungu. Na kwenye waraka wa Yohana anasema dunia inapita na tamaa zake, lakini anayefanya mapenzi ya Mungu adumu hata milele.
Kwa hiyo tunaona wito wa Mungu kwa wanadamu unaowahimiza kutenda mema, ambayo ni kuishi sawasawa na neno la Mungu, lakini kumpenda Mungu kwanza. Kwenye ile Mathayo 22:37-38 anasema, yule mwanasheria alipomuuliza Yesu akamwambia, wazijua amri? Akasema ndiyo nazijua. Akamwambia, ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Lakini ya pili anasema, mpende na jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo unaona mapenzi ya Mungu au wito wa Mungu kwa wanadamu unaowahimiza kutenda mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni hayo ya kuishi sawasawa na neno la Mungu, kumpenda Mungu kwanza, lakini kumpenda jirani na kuishi kwa haki. Lakini wito wa Mungu sasa wa mapenzi yake ni kumtumikia. Kwenye ile Yohana 12:26 anasema, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Lakini ile Matendo 13:36 anasema, Daudi baada ya kulitumikia shauri la Mungu akalala na babaze. Na ni mapenzi ya Mungu kuurithi uzima wa milele, sababu sisi ni warithi pamoja na Kristo. Haleluya, haleluya. Kwenye Mathayo 6:10 ni tunakutana na, ukianzia huko nyuma utakutana na sala ya Bwana. Lakini katika hiyo sala ya Bwana, Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kusali, aliwaambia salini hivi. Kwenye ule mstari wa 10 anasema, ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Sasa hayo ambayo Yesu alikuwa anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani, ni mapenzi gani? Ni mapenzi yapi yanayohitaji kutimizwa? Ukisoma kwenye Timotheo wa pili, sura ile ya 3 sura ya pili mstari wa 3 na wa 4. Timotheo 2 mstari wa 3 na ule wa 4. Tunasoma hivi: ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hapana, angalia Timotheo pili. Hii ni Timotheo pili. Timotheo wa kwanza ni Timotheo wa kwanza 2:3-4. Tunasoma hivi: ili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hapo tunayaona mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mistari hiyo inatuonyesha mapenzi ya Mungu.
Jambo la kwanza tunaona Mungu hutaka watu wote waokolewe, na jambo la pili anasema kupata kujua yaliyo kweli. Hii kupata kujua yaliyo kweli inaungwa mkono pia na Yohana 8:31-32. Tunasoma hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Lakini mapenzi ya Mungu pia tunayasoma kwenye Petro wa pili sura ya 3 mstari ule wa 8 mpaka wa 9. Tunasoma hivi: lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali kuvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Tumeona hilo jambo la 4 ambalo ni mapenzi ya Mungu, kwamba anataka watu wote wasipotee, bali waweze kufikiria toba. Na tunaona andiko hilo linaungwa mkono pia na andiko lililopo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 37 mpaka 38. Tunasoma hivi: waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaangalia mapenzi ya Mungu yanayohitaji kutimizwa kwa wanadamu. Lakini ukirudi kwenye Timotheo wa pili Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa kwanza na wa 2. Tunasoma hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme
na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Haleluya. 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 Kwa hiyo kama ambavyo tumeona kwenye mstari ule wa 3 na 4, anaposema hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kabla ya kuyafunua hayo mapenzi ya Mungu, tunaona mistari hii miwili, huu mstari wa kwanza na wa pili, umetangulia na msisitizo wa kufanya dua, sala, maombezi na shukurani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona hayo pia ni mapenzi ya Mungu, kwamba anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya wafalme. Tunaona kwa ajili ya wafalme, yani maombi maalum kwa ajili ya wafalme peke yake, kuwaombea wafalme. Na nchi zile ambazo hazina wafalme zinaongozwa na marais, kuwaombea nani? Marais. Anasema na wote wenye mamlaka. Na anasema na wote wenye mamlaka, ni vizuri kuelewa kwamba kuna mamlaka au viongozi au watawala. Kuna watawala wa kiroho na watawala pia wa kimwili. Ndio maana kwenye Waefeso wanasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Yaani kuna wafalme katika ulimwengu wa kiroho wanaotawala, tofauti na wafalme hawa wa duniani. Kwa hiyo na wenyewe wana mamlaka. Lakini pia tuna wafalme hawa wa kimwili wanaotawala kwenye ulimwengu wa kimwili. Wale wafalme katika ulimwengu wa roho na wenyewe wanatawala katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo yale maombi au maombezi yanayofanyika yanajumuisha maeneo yote hayo mawili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaona kwenye Mathayo 16:19, kutokana na ule ulimwengu wa kiroho, tunaona Yesu akimpatia Petro mamlaka. Anamwambia, nimekupa mamlaka, utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa pia mbinguni. Utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa pia mbinguni. Ile Mathayo 16:19. Lakini kwenye huu uongozi wa kimwili, kwenye Warumi sura ile ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea, unasisitiza pia kuwatii wenye mamlaka waliowekwa na Mungu, au watawala na wafalme na marais. Lakini hiyo mamlaka kama imewekwa na Mungu, ndio tunatakiwa kufanya nini? Kuitii. Kama imewekwa na Mungu, ndio tunayopaswa kuitii. Na kuna utaratibu ambao Mungu ameuweka wa kuwapata hao viongozi au hao wafalme
au marais au hao watawala. Kwa hiyo kwenye Warumi sura ya 13 inasisitiza kuhusiana na wenye mamlaka. Kwenye ule mstari wa 4 anasema, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Yaani tunapaswa kuwatii kwa sababu wao ni watumishi wa Mungu kwetu kwa ajili ya mema, sio kwa ajili ya mabaya. Tuko pamoja? Unajua tunaishi katika siku za mwisho, kuna mambo mengi yanayoendelea ya ajabu. Kuna mchungaji mmoja yaani amezusha sitofahamu kwenye mitandao. Anasema eti ni kosa mshirika kumkataa mchungaji. Na anatumia maandiko kutetea hoja yake. Sasa unaona Biblia inasema tuwatii viongozi wa kiroho, lakini hapa anasema kwa ajili ya mema, sio mabaya, sio mtii kwa ajili ya mabaya. Mtu anakuelekeza kutenda dhambi, huyo ni mchungaji kweli? Na kwenye mitandao kumezua mjadala, watu wanauliza huyu mchungaji ni wa wapi? Ni wa nchi ya Tanzania au anatoka wapi? Na kama ni wa nchi ya Tanzania, kwa nini anapewa kibali cha kuendelea? Kwa sababu ili kuendesha mambo ya kidini tunasajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani, na unapeleka katiba yako kuonyesha kile unachoamini. Sasa je, huyu anaendelea? Imeamuriwa kuwatii wale wenye mamlaka, lakini unamtii kwa jambo gani? Kwa sababu Biblia inasema chochote mwenye mamlaka yeye anatakiwa afanye kinachoendana na mapenzi ya Mungu, kile ambacho Mungu anataka. Ndio maana ukiendelea kusoma hapa anasema hao wenye mamlaka hawawatishi watu wema, ila wanawatisha wabaya. Anasema, je, wewe unataka usimtii mwenye mamlaka? Na unapofanya mabaya ogopa, kwa sababu hachukui upanga wake bure. Ile mamlaka aliyopewa yaani inaendana na nguvu ya Mungu nyuma yake ya kuadhibu. Kwa hiyo unaona anasema kunatakiwa kufanyike maombezi kwa ajili ya wafalme, kwa ajili ya watu wote, wafalme na wote wenye mamlaka ya kiroho, lakini wenye mamlaka ya kimwili. Na kwa nini ifanyike hivyo? Kwa sababu kwenye mstari wa 1 na wa 2 anasema ya kwamba, anaposema nataka dua zifanyike, anasema kwenye ule mstari wa 2 kipengele B, anasema tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kuwa na mazingira wezeshi mazuri ya utulivu na amani katika maisha ya kibinafsi na ya kijumuiya. Tuko pamoja?
mapenzi ya Mungu kwa wanadamu, anataka tuwe na mazingira wezeshi mazuri ya utulivu na amani katika maisha ya kibinafsi, lakini katika maisha ya kijumuiya. Kuna vitu viwili hapo anataja. Anataka mazingira wezeshi mazuri ya utulivu. Lakini haya maneno mawili yanaweza yakawa yanafanana, lakini kila neno lina maana yake. Sawa? Ndio maana yameandikwa yote hapo. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kwa mtu binafsi, ndani yake kuwe na utulivu. Mungu atusaidie sana. Lakini ndani yake pia kuwe na amani. Amani isiyotokana na ulimwengu huu. Amani ya Kristo. Mtu anapokosa utulivu na amani, ndio wao wanaofanya maamuzi mabaya ya kujiua au kuua, kwa sababu ya kukosa utulivu. Na Biblia sehemu nyingine inasema waovu ni kama bahari iliyochafuka. Hakuna amani kwa waovu. Na kwenye maisha ya kijumuiya pia, tunapozungumzia maisha ya kijumuiya, tunazungumzia taifa au nchi au bara na ulimwengu kwa ujumla wake. Na tofauti ya neno utulivu na amani ni kwamba kunaweza kukawa na utulivu kwa nje, lakini ndani kusiwe na utulivu. Pia kutokana na kukosekana kwa amani ya kweli, ndiko kunakosababisha utulivu wa ndani usiwepo. Kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 6, Yeremia 6 na mstari ule wa 14, tunasoma hivi: wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Anasema wameiponya jeraha yangu kwa juu juu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Kwa hiyo kuponya jeraha juu juu inaonyesha kunaweza kukawa na utulivu kwa nje, lakini kumbe ndani hakuna utulivu. Ndani kuna shida. Mungu atusaidie sana. Kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 3 tunasoma hivi: wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Unaona sasa matokeo ya kudanganyika na utulivu wa nje.
Yaani watu wanadanganyika na utulivu wa nje, kumbe ndani hakuna utulivu. Unajua hata yale matukio yaliyotokea mwaka jana, ile Oktoba 29, ni kwa sababu kwenye nchi yetu ya Tanzania watu walidanganyika na utulivu wa nje. Watu ambao walipewa macho kuona katika ulimwengu wa roho walikuwa wanatoa maonyo kwamba kulingana na hali ilivyo huko mbele, hivi viashiria vinaonyesha ya kwamba kunaweza kukatokea tatizo. Lakini watu au viongozi wenye dhamana wakadanganyika au wakajidanganya na utulivu wa nje. Tanzania hakuwezi kutokea machafuko, hakutakuwa na shida. Viongozi wa kiserikali wenye dhamana wanawahakikishia watu kwamba hiyo tarehe 29 hakutatokea tatizo lolote. Nendeni mkapige kura. Wamedanganywa na utulivu wa nje. Lakini hapa anasema kwenye Wathesalonike, kunapokuwa na amani ile ya nje, kunapokuwa na utulivu ule wa nje, ndipo uharibifu unapotokea kwa ghafla. Na anasema kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Anasema bali ninyi ndugu, ammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa sababu tulishaona mapenzi ya Mungu tunayapata yamefunuliwa kupitia neno lake. Lakini mapenzi ya Mungu pia tumefunuliwa kupitia Roho Mtakatifu. Yesu akasema huyo Roho Mtakatifu atawapasha yote, hata yale mambo ambayo hayajatokea, yanayoenda kutokea, atawapasha habari yake mpate kujua. Unajua, watu waliookoka wangejua wana kitu cha ziada kikubwa kuliko hata wafalme, wangetembea kifua mbele. Kwa sababu maandiko pia kwenye kitabu cha Amosi yanasema ya kwamba hakika Bwana hatafanya neno lolote, Bwana hataruhusu jambo lolote litokee bila kuwafunulia watumishi manabii wake siri. Watumishi wa kweli wa Mungu wamebeba siri za Mungu. Watumishi wa kweli wa Mungu wanafananishwa na walinzi. Maandiko yanasema nimekuweka wewe kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Mlinzi anakuwa juu zaidi ya watu wengine, na anapoona adui anapiga tarumbeta ya kuashiria hatari inayokuja. Wangefahamu wafalme ili wasingepata matatizo katika kutawala kwao, kwa sababu pale ambapo wao hawana uwezo wa kuona, wangewasikiliza kile ambacho manabii wanasema. Lakini badala ya wafalme kuwasikiliza manabii wa kweli kama Mikaya, wanawasikiliza wale manabii waongo, manabii 400 ambao wanawadanganya wafalme.
Soma kile kisa cha Mikaya na wale manabii 400 na zaidi. Mikaya alikuwa peke yake aliyesimamia ukweli, lakini wale manabii wa uongo wakamdanganya mfalme, wakamwambia wewe nenda tu, hakutakuwa na shida. Na ndivyo hata nchi yetu, mfalme wa nchi yetu alivyodanganywa, akaambiwa nenda, hakutakuwa na shida hiyo tarehe 29. Lakini unaona kilichotokea. Na kwenye Biblia ni hivyo hivyo. Yule mfalme aliyekataa kuambiwa ukweli na Mikaya, na akampiga, na wale manabii wa uongo wakampiga Mikaya na wakamweka gerezani, na mfalme akaagiza ya kwamba asipewe chakula kizuri, yale chakula kibaya mpaka mfalme atakaporudi vitani. Lakini nabii wa Mungu Mikaya alipokuwa kule gerezani akasema ya kwamba kama aishivyo Mungu, kama wewe utarudi salama, basi mimi sikutumwa na Mungu, mimi sio nabii wa Mungu. Na sifa ya nabii wa kweli, anaposema jambo ni lazima litatokea. Angalia unabii wa Yeremia. Unabii wa Yeremia, kila alilolisema lilitokea, lilitimia. Na ndio sifa ya neno la Mungu, ya kwamba neno la Mungu ni lazima litimie. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo usidanganywe na utulivu wa nje. Unajua watu huwa wanaangalia kwa nje, lakini Mungu haangalii kwa nje. Mungu anaangalia ndani ya moyo. Nabii Samuel alipotumwa kwenda kumpaka mafuta Daudi, alipoenda kwa Yese, akawatizama kina Eliabu na maumbo yao, akasema inawezekana hawa ndio wapakwa mafuta wa Bwana, ndio ambao Bwana amekusudia kuwapaka mafuta. Lakini Mungu akamwambia nabii Samuel, mimi siangalii kama wewe unavyoangalia. Wewe unaangalia kwa nje, lakini mimi naangalia ndani ya moyo. Akasema hao wote nimewakataa. Sasa nabii Samuel anasema sasa ni nani hapa, mbona sioni mwingine? Anauliza, je, kuna mtoto mwingine ambaye hayupo hapa? Babake anasema yupo, lakini ni kadogo tu. Kale akafai hata kuwa mfalme, akafai hata kupakwa mafuta. Kako wapi? Kako kanachunga huko. Nabii Samueli anasema hatutaketi, tutaendelea kusimama na pembe ya mafuta. Popote aliko, hata kama anachungia wapi, aletwe haraka. Apelekwe mtu mwingine akachunge hiyo mifugo, lakini huyo tunamtaka kuanzia leo hata endelea kuchunga tena hiyo mifugo. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wanadamu wanaangalia kwa nje, na ndipo wanapokosea, na ndipo wanaposababisha madhara. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hatutakiwi kujidanganya au kudanganywa na utulivu wa nje, bali kutafuta amani ya kweli. Sawa? Tusidanganyike. Tayari hapa kwenye Wathesalonika anasema unapokuwa na amani ndipo uharibifu unapokuja kwa ghafla. Lakini kuna tumaini hapo. Mstari mwingine anasema lakini ninyi hammo gizani. Tuka Zaburi anasema neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Neno la Mungu tunalo linatumulikia. Yesu akasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote anayenifuata mimi hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na hiyo nuru. Na ukiwa na hiyo nuru huwezi kujikwaa. Haleluya. Ukiwa na hiyo nuru
safari yako itakuwa salama. Na amani, kwenye Timotheo anasema tuombe ili kuwe na amani na utulivu. Lakini pia amani haiombwi tu peke yake, kwa sababu maagizo haya ya kuomba, huu waraka Mtume Paulo anamwandikia Timotheo, analiandikia kanisa, kwamba kanisa ndilo linalotakiwa kuomba ili kutengeneza mazingira yawe mazuri. Je, kwa watu wengine ambao hawamchi Mungu, ambao hawaombi, amani pia inatafutwa. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwenye Waebrania 12:14 mpaka 15. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 15 anasema, mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Anasema baada ya kutafuta amani kwa bidii, tunapaswa pia kuangalia sana shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua watu wengi. Unajua dhambi inaanza na mtu mmoja, lakini kadri inavyopata nafasi inaenea. Kwa hiyo matarajio ya Mungu kwa watu wote ni kuona mapenzi yake yakitimizwa kama ambavyo tumeyaona hapo juu. Na moja ya mambo ambayo yametajwa hapa, anasema kupata kujua yaliyo kweli. Kupata kujua yaliyo kweli. Ni lazima, ili kupata kujua yaliyo kweli, ni lazima kwanza kufanya utafiti au uchunguzi wa kina kama uliofanywa na Nikodemu pamoja na Waberoya. Unajua utafiti ambao Nikodemu aliufanya kabla ya kumwendea Yesu ulimwezesha kujua ukweli wa imani, kwamba ni imani gani aweze kuifuata. Sasa ni imani gani aweze kushikamana naye? Imani ya Ufarisayo, kama Mtume Paulo anasema, nilikuwa Farisayo, mwana wa Farisayo. Sasa hata Nikodemu alikuwa ni Farisayo, aliyebobea kwenye Ufarisayo, lakini tunaona alianza na utafiti au uchunguzi wa kina na akaweza kufanya uamuzi wa busara ambao uliamua hatima ya maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na huyu Nikodemu, sikiliza mpendwa, unajua wanasema no research no right to speak. Yaani hujafanya utafiti huna haki pia ya kuzungumza. Lakini watu walio wengi, kwa sababu sio watu wote wanaofanya utafiti, kuna watu wengine ambao wanatumia utafiti wa watu wengine kujua ukweli. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo kuna utafiti ambao ulishafanywa na Nikodemu, na Nikodemu akajiridhisha, ina maana tayari ameshatusaidia sisi. Kwa sababu inawezekana wewe na mimi
tusingekuwa na hizo sifa za kufanya utafiti kama utafiti uliofanywa na Nikodemu au kama utafiti uliofanywa na watu wa Beroya. Tuko pamoja? Haleluya! Tunapomwangalia Nikodemu, anatushawishi kwa kila hali kuamini utafiti wake aliofanya, kuamini uchunguzi wake aliofanya kuhusu imani. Haleluya! Kwa sababu huyu Nikodemu, pamoja na sifa nyingine zote alizokuwa nazo za kuwa yeye ni tajiri, yeye ni mtu maarufu, ni mjumbe katika baraza kuu la Wayahudi la Sanhedrin lililokuwa na wajumbe tu 72, mtu aliyeheshimiwa sana, lakini pia alikuwa ni msomi wa elimu ya juu. Haleluya, haleluya! Hizi elimu zote za mwanzo, elimu ya msingi na ya sekondari, alizipita. Yeye alikuwa msomi wa hali wa elimu ya juu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tungeweza kusema ya kwamba alikuwa na, kwenye hiyo elimu ya juu alikuwa na astashahada au certificate. Lakini pia baada ya kuwa na hiyo astashahada akawa na shahada ya kwanza ambayo kwa Kiingereza mnasema bachelor's degree. Lakini tunaona akaendelea kupanda ngazi, akawa na shahada ya tatu ambayo ni ya uzamili au mnaita master's degree. Lakini tunaona akaendelea mpaka shahada ya juu kabisa, shahada ya uzamivu ambayo kwa Kiingereza wanasema PhD.